Karibu kwenye channel yetu hii ya Daily Life TZ. Kama ni mara yako ya kwanza, tunaomba usubscribe hapo na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tunapoziweka hapa kwenye huu mtandao wetu wa YouTube. Una mashine ya kusaga na hupati faida? Kama jibu ni ndio au jibu hapana, basi leo nitaenda kukuonyesha baadhi ya mambo ambayo yanakufanya usipate faida kwenye mashine yako ya kusaga nafaka, ikiwemo mahindi, kusaga lishe na vitu mbalimbali. Kwa hiyo uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza na uweze kujua jinsi gani ya kupata faida na jinsi gani unaweza ukakosa faida kwenye mashine yako ya kusaga. Jambo la kwanza na ambalo wengi huwa linawasababishia wasipate faida kwenye mashine zao za kusaga ni leakage. Nikiwa na maana kwamba umeme kupotea pasipo matumizi sahihi. Hii inatokana na nini? Hii inatokana na mifumo mibovu ya wiring au mifumo kuchoka ya wiring. Wiring ikiwa mbovu au imechoka inasababisha upotevu wa umeme na matumizi ya umeme kuongezeka maradufu. Hivyo basi jambo hilo litakusababishia upate hasara kwenye mashine yako ya kusaga na itakufanya usione umuhimu wa kuwa nayo hiyo mashine, kwa sababu itakupotezea fedha nyingi na mwisho wa siku utapata kuona kwamba ni ngumu kuendesha hiyo mashine. Jambo la pili, tunaenda kuangalia jambo la pili ambalo litakufanya uone uendeshaji wa mashine ni mgumu. Tukija kwenye masuala ya puli au tunasema mikanda, belt. Hii pia inaweza kukusababishia upate hasara, kwa sababu usipofanya setting vizuri za mikanda yako itasababisha nguvu kupotea na kusababisha matumizi makubwa ya umeme ambayo itapelekea ikuletee hasara. Jambo la tatu na la mwisho, tutaenda kuangalia masuala ya bearing, service za bearing. Hii pia ni kitu kidogo kwa muonekano, lakini pia inaweza kusababishia hasara kubwa, kwa sababu kama bearing hazijafanywa service au mbovu, itapelekea mzunguko wako uwe mgumu au kinu kiwe kizito, na kinu kikiwa kizito pia matumizi ya umeme yataongezeka, na matumizi ya umeme yakiongezeka moja kwa moja yatakusababishia hasara, hutopata faida. Hivyo basi, nini ufanye ili uweze kupata faida kwenye mashine yako? Jambo la kwanza, uwe unafanya service mara kwa mara. Uhakikishe kwamba bearing ziko vizuri, kinu chako sio kizito, kinazunguka vizuri. Hii itakusababisha upate faida, kwa sababu matumizi ya umeme hayataongezeka. Na kitu kingine, inatakiwa umuite mtaalamu aje akupimie
wiring yako iko vizuri, hakuna leakage, umeme haupotei. Kwa kufanya hivyo pia utasababisha usipate hasara na uweze kuona faida ya mashine yako. Na kitu cha mwisho, ningependa kukushauri wewe mwenye mashine au unayetaka kufunga mashine, uwe na utaratibu wa kufanya service mara kwa mara. Hii pia itakusababishia upate faida. Kwa kusema hayo, nadhani utakuwa umenielewa na nadhani kuna kitu utakuwa umejifunza. Kwa hiyo kama umependa video hii, usisahau kulike hapo, ucomment kitu chochote ambacho umejifunza au unataka kujifunza au ambacho umeelewa au hujaelewa. Pia usisahau kushare ili wengi wapate video hii waweze kutazama. Naamini utakuwa umewasaidia wengine. Kwa hiyo tukutane katika video inayofuata. Asanteni sana na tunawapenda sana. Kwa umeme watumika sana.